Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tupo mfunguo tatu, msimu wa hija, msimu wa ibada ya kuchinja. Katika kipindi hiki ambacho ni kipindi muhimu katika kalenda ya Uislamu, ningependa niwapitishe kwenye makala ambayo inazungumzia msimu huu na hasa msimu huu kama msimu wa ibada ya kuchinja. Ibada ya kuchinja kama njia ya kumkaribia Mwenyezi Mungu. Mwanzoni wa sura ya pili katika Qur'an tukufu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatamka kwamba yeye ndiye mmiliki halisi wa kila kitu na sisi ni watunzaji wa muda tu, na tunarifaa hapa katika aya ya pili aliposema, na katika yale tuliwaruzuku wanatoa. Yaani kile tunachotoa ni neema ambayo yeye mwenyewe ametujalia. Kwa kubainisha kwamba yeye ndio mtoaji halisi wa riziki, anatukumbusha kwamba hatupaswi kuogopa kupungukiwa. Ukweli huu umeelezwa waziwazi katika aya nyingine kwamba Mwenyezi Mungu mwenye uweza wote ndiye mtoaji wa riziki kwa viumbe wote. Mtu anayewasaidia wengine kwa mali yake binafsi, iwe ni kwa sadaka au kwa kugawa nyama ambayo imepatikana kwenye kichinjwa, hiyo ndiyo daraja ya chini kabisa ya ukarimu kwa anayejiona kuwa ni muumini. Ama daraja la juu kabisa la kusaidia wengine, inawezekana tukaelewa daraja hili kwa kutafakari aya ya 9 sura ya 59 Suratul Hashri, pale ambapo Mwenyezi Mungu amesema, nao wanawapendelea wengine kuliko nafsi zao, ijapokuwa wao wana uhitaji. Mtu mwenye roho hii anatoa muda wake, elimu yake, hekima yake, mali yake na maono yake, kwa ufupi kila neema aliyojaliwa na Mwenyezi Mungu kwa kiwango cha juu kabisa, na kuhakikisha kwamba anagawa hivi alivyokuwa navyo kwa wengine. Sikukuu ya kuchinja au Idul Adha si ibada inayofanywa na mtu binafsi tu. Ni wakati ambao waumini hushinda nyoyo zao katika sehemu mbalimbali duniani kwa kugawa kwa ukarimu nyama ya kichinjwa kwa wengine. Mtume mtukufu alisema kwamba kwa wale wanaotekeleza ibada hii njema, Mwenyezi Mungu atavifanya vichinjwa vyao walivyotoa kwa ajili yake kuwa vipando watakavyovipanda siku ya Kiyama, wakati watakapokuwa katika hali ya kuhitaji zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisisitiza kwamba kila mwenye uwezo anapaswa kutoa kichinjwa, na wanazuoni wa madhehebu ya Hanafi wakahukumu kwamba ibada hiyo ni wajibu kwa matajiri kama ilivyokuwa zaka. Wenye uwezo hawapaswi kusahau kwamba maskini wana haki ya kufaidika kutokana na mali walizokuwa nazo. Aya nyingine ya Qur'ani inawahimiza watu kutoa katika vile wanavyovipenda. Aya 92 sura ya 3, hamtaweza kuufikia wema wa kweli mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda. Kwa hiyo inapendekezwa kuchagua mnyama wa kuchinja kutoka katika wanyama wenye afya nzuri, wenye nguvu na wasiokuwa na kasoro yoyote, kwa sababu watakuwa kama kipando katika njia ya kuelekea peponi. Tukumbuke kwamba kila jambo linalofanywa hapa duniani litajitokeza akhera katika sura yake halisi. Kwa kuwa hatujui mambo yatakuwaje katika ulimwengu ujao, hatuwezi kufikiria kwa hakika yatarejea kwetu katika hali gani. Huenda wanyama wetu ambao tunawachinja wakajitokeza mbele yetu kama ndege, meli, mashua au farasi mzuri katika maisha hayo yajayo. Kilitazama suala hili kwa kuzingatia ukubwa wa neema za Mwenyezi Mungu na ukweli wa ahadi zake, tunaweza kusema kwa yakini kwamba hakika vitarejea kwetu kwa namna fulani ya kipekee. Kwa mujibu wa simulizi iliyopokewa kutoka kwa Bi Aisha, Mwenyezi Mungu amuie radhi, Mtume wa Mwenyezi Mungu aligawa theluthi mbili ya mnyama aliyemchinja kwa maskini na akaacha theluthi moja kwa ajili ya familia yake nyumbani. Huu ndio mwongozo kwa anayetamani kugawa nyama kwa kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hakika kumlenga Mwenyezi Mungu katika kila ibada, kusema Mola wangu, nimefanya hili kwa ajili yako pekee, na kuwa na ikhlas katika hisia na nia zetu, ndio msingi wa matendo yetu yote. Wakati mtu anatoa katika mali yake, ambao kwa kawaida moyo huipenda sana hiyo mali, anapaswa kukumbuka mambo mengine anayoweza kuyatoa na kuonyesha utiifu kwa amri
za Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Mwenyezi Mungu katika sura ya 37 aya ya 103 anasema, walipojisalimisha wote wawili, kwa maana Nabii Ibrahim na mtoto wake, Ibrahim akamlaza mwanawe ubavu wa kipaji cha uso wake. Muumini anapoanza ibada ya kuchinja akawa na nia kama hiyo tangu mwanzo, basi matendo yake yote yanayofuata yanahesabiwa kuwa ibada, na mambo yote anayofanya kwa ajili ya kutekeleza ibada hii yatamrudia kama thawabu huko akhera. Wakati ukweli wa matendo yetu yanayoonekana madogo duniani utafunuliwa akhera, yatatufanya tuseme kwa mshangao, ewe Mwenyezi Mungu, wewe ni mkarimu kiasi gani! Umechukua mambo haya madogo ukayafanya yakue, yachanue, yadumu milele, na sasa unatuletea kama zawadi. Kwa mtazamo huu, mtu anapaswa kutekeleza ibada ya kuchinja akiwa na moyo wa utajiri wa kiroho na ridhaa ya ndani. Ayafuatayo pia inaashiria ukweli huu pale ambapo Mwenyezi Mungu aliposema, nyama zao wala damu zao hazimfikii Mwenyezi Mungu, bali kinachomfikia ni uchaji Mungu wenu, kwa maana ucha Mungu ambao watu wanao katika mioyo yao. Hii ni aya ya 37 sura ya 22. Ikiwa mtu atatekeleza ibada hii kwa kuiona kama njia ya kuungana na Mwenyezi Mungu na fursa ya kupata malipo kutoka kwake, basi atakutana na neema nyingi na mshangao mkubwa katika ulimwengu ujao. Wakati tumeingia katika msimu huu wa kuchinja, ni muhimu kuelewa kwamba tunalazimika kujichanga na kuhakikisha kwamba wote kwa pamoja tunashiriki katika ibada hii kwa kuhamasishana, kwa kushiriki, kwa maana kuchangia campaigns ambazo zinaendelea, au kwa kuandaa sisi wenyewe vichinjwa ambavyo yawezekana vikatumika kuchinjwa ndani ya siku hiyo ya kuchinja. Niwatakie kila la heri katika msimu huu wa Hija. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.